Halo, Bwana ni mwema na wakati wote. Karibuni katika baada ya siku ya leo na kipindi kizuri kabisa ambacho ni kipindi pendwa kwa vijana ambao tuko katika rika la umri huu. Kwa hiyo karibuni sana. Kama nilivyokwisha kuintroduce huko nyuma, somo la leo litakuwa ni somo la mahusiano ambayo kijana wa Kiadventista wa Sabato au kijana ambaye ni Mkristo anatakiwa aweze kuyafanya au anatakiwa aweze kuyafanya mahusiano ya namna hiyo. Kabla hatujaanza, tufumbe macho tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunalitukuza na kulimidi jina lako na kualika sasa uwepo wako mahali hapa, tufundishe kwa jina la Yesu Kristo, amina. Haya, jana tulianza na kuna maswali yaliyoulizwa mwishoni, kuna maswali yaliyoulizwa. Kwa hiyo kabla hatujaanza somo la leo, kuna maswali ambayo yaliulizwa, tutaanza nayo, jibu kwa haraka haraka, na baada ya hapo tutaingia katika somo letu la siku ya leo. Swali la kwanza, je, ni sahihi kutumia Sabato kwenda kujiburudisha badala ya kwenda kanisani? Yaani siku ya Sabato usiende kanisani kwa sababu ni siku ya furaha, ni siku ya kupumzika. Je, ni sahihi usiende kanisani, maanake badala yake uitumie siku kwenda kuburudika au kujiburudisha na wengine? Aliuliza swali pale. Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Kuna reference hapa za vitabu mbalimbali. Tunajua kwamba Mungu ndiye mwansawa, ni Mungu ndo mwanzilishi wa mapumziko. Ukisoma katika Mwanzo 2 fungu la kwanza hadi la 3, lakini alitenga Sabato kwa ajili ya ibada, ushirika na kufanya mema, si kwa kutafuta sherehe binafsi. Kwa Biblia katika hiyo Mwanzo Kutoka 28 inatuambia kwamba tuikumbuke siku ya Sabato, tunafanya nini? Tuitakase. Kwa siku ya Sabato ni siku kwa ajili ya kumkumbuka Muumba na kuabudu, sio siku ya kwenda kujiburudisha wenyewe. Lakini pia katika Ellen G. White kitabu cha Desire of Ages sura ya 29 inapozungumzia habari za Sabato, inaeleza ya kwamba Sabato ni siku ya kumwabudu Mungu na kufurahia uwepo wake, si siku ya anasa binafsi. Nadhani hilo limejibika. Swali la pili, kwa nini watoto wanafundishwa michezo lakini wakikuwa baadhi ya michezo hiyo hawaruhusiwi kuifanya kanisani? Na baadhi ya michezo ambayo walimu wa watoto, nadhani nafahamu, kuna michezo wanakuwa wanafundishwa kucheza, kufanyaje, kuimba, wanarukaruka, wanafanyaje, lakini ukiwa mkubwa kwenye masuala ya ibada hayo mambo utaki kuyaleta. Kwa nini? Sio kwamba hayo mambo yanaruhusiwa kanisani, hayaruhusiwi, lakini walimu wa watoto wanazidisha, wanaongeza na vionjo vyao ili kukoleza. Ni kweli kanisa halikatazi michezo. Michezo inayojenga afya, ushirikiano na tabia njema inakubalika, lakini burudani inayomuondoa mtu kwa Mungu haifai. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza 13:31 kwamba fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Ellen G. White katika The Adventist Home sura ya Recreation anaonyesha ya kwamba umuhimu wa michezo kwa watoto, lakini katika Messages to Young People pia sehemu ya recreation pamoja na amusements anaonya dhidi ya burudani zinazoharibu maisha ya kiroho. Soma pia Adventist Home sura ya 79 na 80, utaangalia Shuhuda kwa Kanisa, pia gombo la kwanza sura ya 87, pia rejea Testimony Shuhuda kwa Kanisa hilo gombo la 6, lakini ukurasa wa 358 kuanzia aya ya kwanza na aya ya pili. Kwa michezo ya namna hiyo hairuhusiwi, lakini wanaruhusiwa kufundishwa na kufurahia watoto. Swali la tatu, je, ni sahihi vijana wa kanisa kuvaa sare fupi kwa sababu ya kupiga kwata, labda kwa ajili ya kupiga kwata? Nakuta ambassadors au wale master guides, SYL pamoja na wale pathfinders, je, ni sahihi watumie hicho kigezo ya kwamba ili wapige kwata vizuri basi wavae sketi fupi?
Hapana, sio sahihi. Wanatakiwa wavae sketi ambazo hazionyeshi maumbo yao wala ambazo haziondoi utukufu. Ukisoma pia hapa kuna nukuu mbalimbali. Kipimo cha Mkristo si shughuli anayoifanya. Kwa hiyo shughuli unayoifanya sije ikakubadilisha au ukaitafsiri kwa namna nyingine, bali ni kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu itabaki pale pale. Biblia inasema tuvae kwa adabu na kwa kiasi. Kusoma Timotheo wa kwanza 2:9. Lakini pia Ellen G. White katika Education sehemu ya Dress anafundisha kuwa mavazi ya Mkristo yanapaswa kuwa ya staha, rahisi na yenye heshima. Kwa hiyo sare ya kanisa inapaswa kuonyesha heshima na maadili ya Kikristo. Soma Shuhuda kwa kanisa gombo la ngapi? Gombo la kwanza sura ya 23 na sura ya 83 pia. Na Shuhuda kwa kanisa gombo la 4 sura ya ngapi? Sura ya 62. Kwa hiyo hairuhusiwi. Wanatakiwa wavae mavazi ambayo ni mazuri. Zani nimelijibu hilo. Swali la 4. Je, wadada au kwa watu wa jinsia ya kike kuvaa mavazi ambayo, swali la mwisho pale aliuliza, mavazi kinyume na, yani kuvaa mavazi ambayo labda ni suruali, especially kwenye special occasions au special kazi ambazo labda ni mfano jeshini. Aliulizia atolea mfano benki, wale wanaovaa mavazi ya benki. Mimi nikakuongezea mfano wanaovaa pia jeshini. Je, ni sahihi kufanya hivyo? Au wahandisi, kwa sababu kuna wahandisi pia, kuna baadhi ya maeneo wanatakiwa waweze wanavaa mavazi fulani. Ndio, kuvaa mavazi ambayo ni ya kazi haijakatazwa. Sehemu ya kazi haijakatazwa kuvaa mavazi ambayo yanaendana na kazi. Lakini katika mazingira ya kazi kama benki, jeshi au shahidi, Mkristo anapaswa kuzingatia staha, heshima na sababu ya vazi hilo. Pale ambapo kuna uchaguzi, achague linaloendana zaidi na kanuni ya Biblia. Soma katika Testimony for the Church gombo la kwanza 457:1-2 aya inasema hivi: katika mavazi ya maburudisho Mkristo haongozwi na mitindo ya dunia, bali kanuni za Mungu. Hii inataja moja kwa moja kuvaa suruali wakati mwingine unapoivaa kwa ajili ya, kwa mfano labda unahitaji uvae tu, yani sio kwa ajili ya hiyo kazi, yani sio vazi la kazi fulani, ila unavaa tu kwa ajili ya leisure au kwa ajili ya wewe binafsi au wakuone sehemu fulani. Hiyo ni anasa, hautakiwi kufanya hivyo. Ellen G. White pia katika Testimony for the Church volume 1 sehemu ya dress reform na selected messages book 3 sehemu ya dress reform inasisitiza kuwa mavazi ya Mkristo yaonyeshe kiasi, unyenyekevu na kumheshimu Mungu. Kwa hiyo katika mazingira ya kazi unaruhusiwa kuvaa, lakini yawe na staa. Bwana Yesu asifiwe. Yawe na nini? Yawe na staa. Usiishone sasa ndo unaibana kana kwamba we mwenyewe unaona inakutesa. Kwa hiyo tunatakiwa tuvae mavazi ambayo ni mazuri. Somo la leo ila mada inayosema mahusiano kwa kijana Mkristo. Halo, wangapi wanatamani kuwa na mahusiano? Haya, usinyoshe mkono. Wangapi wana mahusiano? Usinyoshe pia mkono, nyosha kimoyomoyo. Wangapi wanatarajia kuwa na mahusiano? Nyosha kimoyomoyo. Haya, urafiki, uchumba na ndoa. Hatuwezi tukajifunza tu mahusiano au uchumba peke yake bila kuangalia ndoa au kuangalia urafiki. Lazima tuangalie sehemu zote kwa sababu zina uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mithali 19 fungu la 14 inasema, nyumba na mali ni urithi upatikanao kwa baba zake, lakini mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Vyote unaweza ukarithi magari na kadhalika, lakini mke mwenye busara mtu anapewa na nani? Na Bwana. Haya,
Vitabu ambavyo ni vya kurejelea tutarejelea katika kitabu cha Adventist Home kurasa wa 45. Kwa muda wako utasoma. Kuna mwongozo ambao umeweka hapo kwamba je, muungano unaotamani kuanzisha wewe kama kijana, kwa sababu unapoanzisha uchumba maana yake unahitaji wewe ufanye muungano fulani, yani uweke muungano wa ndoa. Je, huo muungano unakusaidia au unamsaidia mwenzako kuelekea mbinguni, au unapotaka kuanzisha mahusiano ni kwa ajili ya leisure tu, manake hayana, yani ndio yanakushusha kutoka kwa Mungu? Lakini pia je, utaongeza upendo wako na Mungu? Utamsaidia mwenzio na wewe pia utaongeza upendo wako na Mungu? Jambo lingine, je, maisha yangu au maisha yako yatakuwa na manufaa zaidi katika ulimwengu huu? Kwa hiyo ni mambo ya msingi ya kujiuliza unapokuwa unataka kuanzisha nini? Mahusiano. Tuanze mada yetu sasa. Maisha ambayo tuko nayo ni maisha ya ujana, na maisha ya ujana siku zote ni maisha ya mpito. Kuna watu wengi ambao wamekwisha kuvuka maisha haya, lakini wanatamani waweze kurudia maisha haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikosea walipokuwa vijana. Wengine wamenogewa kwenye maisha ya ujana wakati umri umeenda, hawahitaji kuoa wala kuolewa, kwa sababu ya kuangalia kwamba nikiingia kwenye ndoa, aidha amewaangalia watu ambao kwenye ndoa wamezaa watoto, lakini watoto wao wanateseka tu, yaani fedha hamna, watoto wanahangaika, pesa ya kula nyumbani hamna, mke anataka avae vizuri, maisha yaende. Unapoanza tu ndoa, kuna nzengo, utajiunga, mara fulani amefariki, mpe michango, mara nini, mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo mtu akifikiria hayo, naona mimi kuoa sasa hivi bado sana, anatamani angalau apate kiasi kikubwa cha fedha ndipo aanzishe mahusiano au ndipo aoe. Lakini huo ni mpango wa Ibilisi wa wewe kufanya, umri wako umeshatosha wa kuoa, lakini unashindwa kufanya hivyo. Ndiyo, umri wako kama unaweza kukaa bila kuoa, ni bora usioe, sawa, umeshauriwa na Paulo. Lakini kama unaona unashindwa, ni heri ufanye nini? Kama unawaka tamaa, ufanye nini? Uoe. Kwa hiyo wengi tunaogopa kukabiliana na maisha ya ndoa kwa sababu mbalimbali kama hizo. Wengine hawakujifunza vizuri kabla ya kufanyaje, ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo wanakuwa wanafikiria sana, yani natamani angalau nirudi kwenye ujana, yani angalau ningejitokeza nikapata nafasi nyingine, huenda ningerekebisha vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana tujifunze leo ili tufahamu kabla hujaingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni kifungo kabisa. Nasema ni pingu za maisha. Manake ndoa, ukishaingia mle kwenye ndoa hauruhusiwi kutoka. Wewe kama Mkristo, hata kama mtachukizana kiasi gani, hata kama mtagombana, hamruhusiwi kuachana. Paulo akazungumza ya kwamba wameuliza kwa swali ananili kwamba mtu anaweza akamwacha au talaka inaruhusiwa? Ambia kwamba hairuhusiwi isipokuwa kwa kosa la uzinzi. Lakini pia hata hiyo ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Natakiwa tujifunze kusamehe. Sasa kama ni dhambi, yeye amezini, wewe unasema uongo, kwani kuna dhambi kubwa na ndogo? Haya, si wote mnatenda dhambi? Kwa nini umwache mwenzio? Kwa sababu eti imeandikwa kwenye Biblia tunatakiwa tuweze kusamehe. Ndio maana Yesu akamwambia kwamba samehe hata 7 mara ngapi? Mara 70. Kwa maana ya kwamba uweze kusamehe mpaka, yani samehe pasipo kikomo. Msamaha hauna kikomo. Na usiposamehe dhambi zako, au mimi usipomsamehe mtu dhambi, na wewe hautasamehewa nini? Sasa Biblia imeeleza. Kwa hiyo kisha umeingia. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze tukiwa kama vijana. Mwahi kumwona mtoto mdogo anafungua saa, anafungua saa, ni mtoto mdogo anafungua saa, amefanikiwa kuifungua, alafu akawa yani anatamani tena aifunge, apange upya vile vyombo vya kwenye saa, ile ramani ya saa aipange, alafu saa airudishie hesabu tena. Anahangaika sana, si ndio? Sasa ndo hivyo, ndo sawa na yule ambaye yuko kwenye ndoa lakini hakupata elimu vizuri kwenye maisha ya ujana, akaingia kwenye ndoa, yani maisha ya ujana ameyachezea akayaharibu. Alipoingia kwenye ndoa anajaribu tena kuyarudisha, hasa iwe saa iwe hesabu vizuri tena, maana yake ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa kisha haribu unaharibu, yamkini inaweza ikawa umeharibu kabisa milele yote, yani umeharibu maisha yako, ndio yameenda hivyo, kwa sababu unaweza usiende mbinguni kabisa kwa sababu ya ndoa uliyoipata. Hizo umejichanganya, umefuata au hujafuata vigezo vya kuoa, unaweza ukajikuta hata mbinguni hauendi kabisa.
tuangalie urafiki. Tujifunza urafiki, uchumba, kisha ndoa. Urafiki, kwamba kwenye urafiki vijana tunapaswa kujifunza kuchangamana. Kwenye urafiki hapa tunatakiwa tujifunze kufanya nini? Kuchangamana, jinsia zote, ili tuzoeane, tukiwa kuchangamana, ili unapofikia wakati wa kuchagua mchumba au kuchagua mwenzi wa maisha yako isikutese sana. Wakati mwingine watu unakuta wanajiisolate sana. Inapofikia umri wa yeye kuchagua mchumba, anamuogopa, yani anakuwa anaogopa kumwambia, yani anamtaka yule pale ameomba, lakini anaogopa kumwambia. Alafu binti unakuta muda mwingine ameshajua kwamba huyu ananipenda, lakini hataki. Na binti yeye mwenyewe hataki kukwambia, anakusubirishia na wewe umwambie, afu na wewe unatamani umwambie, lakini unashindwa. Amewahi kusimulia mwalimu wetu pia, tukiwa form 1 tunajifunza barua kwenye uandishi wa barua za nini, kuna barua rasmi na barua za kirafiki, kwamba mnatakiwa mjifunze namna ya kuandika barua, kwa sababu kuna mwenzetu alituambia kwamba alikuwa ni mtu ambaye amejitenga sana na masuala ya wasichana. Umwambie, yani wasichana kwanza sio kabisa, hayuko interested na urafiki na wasichana. Ilivyofikia umri wa kutaka kuoa, akahitaji apate binti, lakini sasa akitaka kumwambia anashindwa. Anamuomba appointment, naomba tukutane kesho. Wakifika wakikutana, anamwambia haya, umeniita sasa, niambie. Unajua sijui, niambie. Unajua wana, yani anataka amwambie lakini anashindwa. Niambie basi, mimi sijui, unaambia tu najua. Anyways, tukwambia kesho. Anaahirisha. Kwa sababu gani? Hakuchangamana, yani hakuwa na uzoefu na wasichana. Simaanishi kwamba uzoefu unaofahamu, yani hakuwa amezoea wasichana. Kwa hiyo urafiki ni wa msingi sana, kujenga urafiki. Lazima kila kijana kuvishinda vionjo kwenye wakati wa urafiki. Hapa sasa sio garanti ya kufanya ndoa. Unapokuwa kwenye urafiki kunakuwa na changamoto mbalimbali, yani kunakuwa na mambo mbalimbali. Unatakiwa uweze kuepuka yafuatayo kama kijana kwenye urafiki. Sasa, moja, mitandao ya mapenzi, ngono na internet. Unatakiwa epuke mambo ya namna hiyo. Lakini pia movie za kuchezea au za kuchochea mapenzi. Kuna movie zinakuwa zinachochea mapenzi. Lakini pia kubusiana. Nyie ni marafiki lakini mnabusiana. Hapo hamjao hata wachumba, mnaanza kubusiana, mnajikuta mnafanya nini? Mnaanguka. Kingine, uvaaji mbaya unaoshawishi vijana kufanya nini? Fanya ngono. Kwa hiyo kwenye urafiki pia ni sehemu ambayo unatakiwa makini sana, usije ukawa unavaa vibaya. Kwa sababu kwenye urafiki kuna stage 3 za uchumba kufikia ndoa, si ndio? Ambazo tunazifahamu, si kweli eh? Stage ya kwanza ni ya urafiki. Stage ya urafiki huwa ni stage ambayo kama ni kijana wa kiume hakwambii, ila anakusoma tu tabia. Mnakuwa marafiki, mnaenjoy, mnafanyaje, lakini hawezi akakwambia, na hujui kama anakupenda, labda kama yeye ameshindwa kucontrol hivyo vionjo. Lakini ni wakati ambao hataki kuonyesha kwamba anakupenda, labda anakupenda, ila anakuwa anakusoma tu. Kwa binti, ukiona kijana amesogea labda amekuwa rafiki yako, kwa makini sana. Labda anakusoma, anahitaji baadaye akwambie. Kwa hiyo ukichezea hii stage hii, unaweza ukajikuta ukapoteza, kwa sababu kwenye urafiki utaisha maisha yako halisi, utaishi uhalisia wako, hautadanganya. Mtu atakujua kabisa huyu hapa ni mvivu, yaani kidogo tu nimechoka kila siku umechoka. Sasa huyu naye tukiingia huyu naweza tukaenda shambani kidogo tu anawaza chai au kwa mambo bora za farm. Do you remember? Haya. Kwa hiyo lazima ukiona mtu, yani kuwa strong, yani usionyeshe weakness zako japo hajakwambia, lakini sio kila rafiki yako uliye naye ana mpango. Kuwa makini. Utateseka sana, unasubiria akwambie na akwambii na ni rafiki yako. Lakini pia kwenye urafiki tunashauriwa kama vijana, kijana ambaye ana akili timamu na ambaye amekomaa kiakili anaweza kuwa na marafiki wengi. Unaweza kuwa na marafiki wengi, haujaadhuriwa kuwa na marafiki wengi as much as you can. Ila kwenye wale marafiki unaweza ukachagua mmoja kama mchumba wako. Sio unamchagua mmoja tu kama rafiki. Una mpango wa kutafuta mchumba, afu umemchagua mchumba huyo awe rafiki yako. Akija kubadilika hapo, maana yake ibidi uanzie rafiki na mwingine, umeshapoteza muda tayari. Kwa hiyo unaruhusiwa kuwa na marafiki wengi, sio wachumba hao, kuwa na marafiki wengi. You are just allowed. Wewe wafanye hata kama ni wadada wote watukasa, wewe rafiki zako. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki.
Kwa hiyo ni muhimu sana. Zinaa kwenye urafiki sasa unatakiwa makini. Epuka sehemu zenye vishawishi na rafiki yako. Wakati mwingine mnaweza mkasema kwamba ndio mko vizuri, lakini zinaa haikataliwi tu kwa akili. Wakati mwingine ni kwa kufanyaje? Yusufu alifanya nini? Alifanyaje? Epukeni mazingira ya namna hiyo. Naweza mkajikuta mnafanya mapenzi au mnafanya tendo la ndoa na hamjawahi kutongozana. Hamjawahi kuona watu wa namna hiyo? Of course nyie huenda mko kanisani sana. Lakini kama umeinteract na watu ambao kama una marafiki ambao wengine si wa Sabato. Mimi kuna rafiki yangu ambaye kuniambia na maiza naye form 4. Amewahi kujikuta anafanya vile na mtu ambaye sio msabato, lakini na mtu ambaye hajawahi kumtongoza wala hana mazoea naye kihivyo. Kwa hiyo kwenye urafiki tu wamepanga mageto hivi, anataka kwenda kuoga, binti anataka kwenda kuoga, anakuja kuomba sabuni ndani. Akachukua sabuni akapeleka. Ameenda kuoga, anarudi amevaa tu nguo ya nanili. Wanaanza nanili. Mwisho wa siku mambo mengine sijui yaliyoendelea ndani. Lakini kwenye urafiki mnatakiwa kuwa makini sana. Epuka mazingira namna hiyo. Wewe mbona anaingia ndani, muachie geto. Kama ameamua kuingia geto, muachie. Kama ameamua kuvalia huko atavalia huko, wewe muachie tu aende. Sehemu ya pili ni uchumba. Sehemu ya katikati ni uchumba sasa. Kwamba kijana mweledi anayemcha Mungu hakatazwi, kama tulivyosema, kuwa na marafiki wengi, kwa sababu urafiki wa vijana wa Kristo sio wa vificho. Urafiki mlionao hautaki kuwa wa vificho au wa siri. Unatakiwa wa nini? Wa wazi. Na urafiki hauna wivu. Halo? Hapa sasa napo ndo pepe yenyewe hapa. Kuna mwingine ana rafiki yake, yani wako Bennett, lakini akimwona tu na mwingine anaanza kuwa na wivu. Yaani anakuonea wivu, utafikia amesha kuchumbia au ameshakwambia. Vijana wa namna hiyo funga mikono. Aya, Mungu awasaidie sana, muache. Kwa hiyo rafiki yako sio mchumba wako. Bwana Yesu asifiwe. Usimuonee wivu. Yaani wewe jinsi unavyo interact naye ndio wengine nao wata interact naye hivyo hivyo mpaka atakapokuwa mwenzi wako. Kwa makini sana. Umempa kitu fulani na yeye umempa kwa upendo. Umempa zawadi na yeye anampelekea. Si na yeye ni zawadi umeshampa, anamiliki yeye. Na yeye anaweza akampelekea rafiki yake. Hao ni urafiki, kwani ni uchumba? Isikuume sasa. Kuna mtu kwa kufanya hivyo inamuuma. Yaani inamuuma. Sasa ukiona mtu inamuuma, sasa mimi nakupa afu na hawana uadui lakini inamuuma, ujue huyu alikuwa analake jambo lakini anashindwa kusema. Kwa hiyo binti anaweza akamuelewa kwamba huyu yamkini kawa ni 1 2 3. Kuna vijana walitaka kuuana, alitaka kumuua mwenzie na chuma, ilikuwa ni usiku. Tuko form 5 yuko form 6. Walikuwa na urafiki hivyo hivyo. Kuna kabinti ni karafiki kake, wakati mwingine akaleta kanisani, tunasali nako, sisi tulikuwa form 5. Kumbe anakapenda kale kabinti na hajawahi kukaambia. Kumbe kabinti kana marafiki wengi. Akanunua pipi akakapelekea na jojo nyingi. Na kenyewe kakampelekea jamaa mmoja ambaye ni rafiki yake huyo huyo, hapo wote ni wakulia. Rafiki yake yule yule alipompelekea jamaa, alipomwona na pipi akasema, hizo umezitoa wapi? Amenipa fulani. Ndio amekupatia Wakakabana, akamkaba mule ndani. Hasa unanikaba mbona sielewi? Kwa nini unachukua pipi zangu? Sio zako hizo, umeshampa yule, ni zake. Maana yake she is free now to give anyone, kwa sababu ni zake. Kwa nini mchumba wako? Maana yake ilitokea kwa namna hiyo. Usiku umeme ukakata. Yaani walikabana mule, watu wakawaachanisha. Usiku umeme umekata, akaenda kuchomoa nondo ya dirishani. Yule kijana mmoja nikasema, wakulia nao ni changamoto. Sio nyie lakini sio waume. Akachomoa nondo, akaenda kwenye kitanda cha yule anapolala. Yaani ametaka akapige kabisa, sio ataka aoe. Alivyoenda kwa bahati nzuri akakuta yule kijana hayupo. Unajua umeme ukikata watu tunashangilia sababu kwanza tulikuwa tunashangilia sababu kwanza hiyo siku prepo haipo, si ndio? Haya. Anaenda kupiga pale, akakuta hayupo. Kwa kumkuta kijana. Yaani angemuua, alikuwa na hasira kali sana. Yule kijana alikuwa na hasira kali sana. Anaitwa Mwito, sina nani Mwita. Sio wewe lakini Mwita wewe. Kwa tukakaa tu tukaanza kuelekezana, nikasikia hayo, tukakaa. Alikuwepo chea wangu ambaye alikuwa chea wa mkoa, tulikuwa naye pale. Kwa tukamuita kijana, tukakaa naye, akaeleza kweli yote. Kwa kweli nimezamiria kuua, ningeua hiyo siku, ningeua. Akamrudia Mungu, jamani. Karudi kabisa Mungu, jamani, akaacha. Kwa hiyo urafiki hauna nini jamani? Urafiki hautaki kuwa na nini? Wivu, utaki kuwa na wivu. Usimuonee wivu rafiki yako, sio mchumba wako.
Haya, uchumba ni nini? Hiki ni kipindi kabla ya ndoa ambacho kuna mapatano ya kidhati au ya dhati kati ya kijana wa kiume na kijana wa kike kuoana hapo baadaye. Kwa hiyo ndo maana halisi ya uchumba. Kwa mara ya kwanza uchumba unaonekana kati ya Yakobo kwenye Biblia. Sasa kati ya Yakobo na nani? Na Raheli. Kisoma katika Mwanzo 29 kuanzia 18 hadi 20 pale tunaangalia hicho kisa. NB, uchumba una nguvu sana, na ndiyo maana Yakobo kwa kumpenda Raheli ilimlazimu achunge miaka mingapi? Miaka 7. Yaani yuko tayari. Yaani miaka 7 kwa Yakobo ilionekana si kitu kwa ajili ya kumpata Raheli. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba uchumba, yani is a strong feeling and emotion, yani very strong. Kwa hiyo usichezee uchumba. Halo? Wewe ambao unachukulia uchumba kama sehemu ya kujiburudisha na sehemu ya kupoteza mawazo pale unapochoka, yani unaona kama ni sehemu for leisure, elewa kabisa uchumba ni sehemu muhimu na una nguvu kubwa sana. Uchumba unaweza kufanya watu wakauana. Uchumba, kupitia uchumba tu ndo tunaona, unasikia leo si nani kajirusha kwenye gorofa, si nani kafanyaje, kwa sababu ya nini? Ya uchumba. Kwa uchumba ni kipindi ambacho ni cha msingi sana kwetu sisi kama vijana kuwa nacho makini kuliko kipindi kingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama wewe ni mchumba wa mtu, kuwa makini, usichukulie poa poa. Halo? Haujui yule, yani wewe unaweza kuwa unapenda kidogo kidogo, kwa mwenzie anapenda sana, halafu unafanya tu vitu vya kumkera mkera. Unajikuta mtu anakuwa ameacha ujumbe ameuandika mzito, halafu anajining'iniza huko. Akija maaskari wanachukua ule ujumbe, wanakutafuta, utapatikana tu. Haya, imewahi kutokea, yani ninapozungumza hivi nimewahi kuiona mahali, akatafutwa kijana akakamatwa. Mfano mwingine wa uchumba tunamwangalia pia kati ya Samsoni na nani? Na binti wa Kifilisti. Nani huyo? Kwa hiyo tunaangalia nguvu ya uchumba. Unaleta upofu kwanza, inakuwa ni strong. Ambia kwamba hawa watu hataki kuoa, lakini Samsoni kwa sababu alipenda sana akaamua kuteremkia watu wa Mungu. Yeye hakupenda, yani yeye alimpenda yule binti. Kwa hiyo uchumba unaweza ukaufanya mtu akafanya uamuzi ambao sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ilikuwa mipango ya Mungu aende huko, lakini tunachojifunza hapa kutoka kwenye mifano ni kwamba uchumba una nguvu kubwa sana. Sasa tuangalie namna ya kumchagua mchumba. Yamkini kuna watu humu wamemaliza form 4 tu wakaja, kwa hiyo hawajakomaa vizuri. Kwa kama hujakomaa vizuri, haya ya kuhusu, ila unaweza ukachukua yakakusaidia kwa baadaye, au kwa washauri ambao muda umeshafika, lakini ni ngumu sana wewe mwaka wa kwanza labda kumshauri mwaka wa 4 ambaye anasoma labda electrical muelekeze kuhusu uchumba, lakini inawezekana kwa sababu kama kitu ambacho kinafundishwa ni kweli, sawa, utaachaje kuchukua maarifa? Bwana Yesu asifiwe. Tutakuona pia na wewe una changamoto, kwa nini usichukue maarifa? Kwa mtu ambaye siku zote anatamani kusonga mbele, ni mtu anayetaka kujifunza vitu vipya. Haleluya. Haya, kuna kanuni chache muhimu za kuzingatia kama kijana wa Kikristo, kwa sababu mke au mume ni wa kwako. Unavyomuoa sio mama yako wala jirani yako, sio rafiki yako. Yule mke au mume unayeenda kumuoa, mume unamuoa, haya, ni wa kwako. In English, anyone can marry each other. Kwani si watu tunaoana? Wanaoana, si ni kweli? Hau kuna anayo, lakini kwa Kiswahili mume anaoa, mke anaolewa, lakini wanaoana. Sasa kama wanaoana wanatendeana, wote wanafanyiana. Kiswahili ni kigumu. But in English, anyone can marry each other and you can be married to someone else few years to come, right? Haya, mimi sijamwambia, wewe ndo unazungumza. Haya, kwa hiyo kwenye kuchagua mchumba kuna kanuni chache tu, ya kwamba chagua Mkristo, Mkristo mwenzako. Ukiangalia katika Timotheo wa kwanza, Wakorintho wa kwanza 6:4, tusifungiwe na nile na wasiofanya nini? Kwa jinsi sivyo sawa sawa. Amosi 3:3, watu wawili hawezi wakafanyaje? Wakaenda pamoja, wakatembea pamoja, isipokuwa wamefanya nini? Wamepatana. Kwa hiyo angalia mtu ambaye, kigezo cha kwanza ni Mkristo. Kigezo cha pili, kuwa Mkristo tu haitoshi. Yaani kuwa Mwadventista tu haifanye nini?
Nimesema Mkristo, mtu asije akachukua si hata, lakini dini za Kristo unaanza kuzitaja, madhehebu ya Kristo unaanza kuyataja. Kuna wanini nao wanabatiza kwa maji marefu, kuna wanini. Hapana, nazungumzia Waadventista wa nini? Wa Sabato. Kuwa Mkristo tu haitoshi, chagua Mkristo mnayeshabihiana. Mpenda pastor alikuwa anasema mnayefanya nini? Mnayefaana. Kwa hiyo kuna mwingine ndio ni Mkristo. Sio kila Mkristo anafaa kuwa mchumba wako au kuwa mwenzi wako wa maisha baadaye. Kuna wengine hamuendani kabisa, yani hamuendani. Yani kuna sio kwamba mmechukizana au mfanyaje, yani kwa jinsi walivyo, yani hawaendani. Sio kwa urefu au ufupi, yani ni kwamba tu yani hawaendani. Kitabia unakuta hawaendani kitabia labda. Kigezo kingine, chagua Mkristo mwenye tabia njema. Lakini kumbuka kwamba tunavyoenda kuoa au kuolewa, hatuoi malaika. Ujue kwamba hakuna binadamu ambaye amekamilika, si ndio? Kila mtu anakuwa na mapungufu yake. Kwa hiyo chagua ambaye angalau yale mapungufu unaweza kuyamudu, yani umeyaona kabisa huyu tatizo lake ni nini. Ya kawaida kwangu hili mbona ni kawaida tu, tunaendana tu. Kuna vichache mtakuwa mnaelekezana, kuna yale ambayo tabia ambazo zinabadilika, mnakuwa mnafundishana, mnafundishika, mnafanyaje kwa namna hiyo. Ni muhimu sana. Sasa nimchagueje huyo mtu ambaye ana tabia njema? Je, anatunza ahadi kila inavyowezekana? Yaani kuna mtu mmeahidiana, lakini hata hiyo ahadi ni kama vile haipo kichwani. Yaani kuna wakati unataka labda wewe unakumbushia kila wakati, lakini kumbuka tumeahidiana kuoana yaani anasahau kama mmeahidiana kuoana. Wewe umetulia ukijua kama kuna mtu unataka umuoe, kumbe na yeye huko hafikirii, yaani hakufikirii wewe, yuko free kama electron, kwamba yote atakayekuja akipata tu energy and anxiety. Wetu mmoja alikuwa picha yetu moja wa kwanza, mmoja niishie hapo kwamba mtoto ukimpatia pipi, ukimpatia shilingi 2000 ukananili ukamwacha baada ya muda mchache, labda ameenda dukani amenunua zile pipi, yaani umempa pipi pesa ukamwachia hapa, ukirudi unaweza usimkute, maana yake amepata energy. Yaani akichukua zile pipi ameshapotea. Yaani utakuja kumpata labda akimaliza ile hela. Kwa hiyo unakuta akigain energy, amekuwa free, yani yuko muda wote anaenda popote kwa sababu amepata hela. Kwa hiyo lazima tuangalie kigezo cha namna hiyo. Anatunza ahadi? Akishindwa huwa anatoa udhuru kiasi gani au kwa namna gani? Si anapotezea tu. Mliahidiana kufanya kitu fulani, ameshindwa kufanya hicho kitu, hatoi excuse au excuse yenyewe ukipima haienda. Hivi kweli hii ni sababu ya kutokufanya hivi kweli? Kuanza kuwa makini, uchumba sio ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ana mwenendo gani? Je, ni mbishi? Unajua kuna mtu anaweza kuwa ni mbishi hata muendani. Anasamehe, yani kuna mtu ukimkosea ni wiki nzima mpaka mje muongeleshani, au wewe ndio uanze kuomba jamaa. Muda mwingine wewe ndio hujakosea, labda yeye amekosea. Sasa umemwambia kosa lake, mnaanza kuchukizana wiki nzima. Sasa ibidi na wewe ndio uanze kumuomba tena msamaha. Yaani wewe ndio umemchukia. Yaani unaona kulikuwa na unamuelekeza, lakini yeye anaichukulia negatively, yani anaihamisha ili wewe ndio uonekane wewe ndio umemkosea sana. Anaanza kulalamika. Alokuwa makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa makini na mtu wa namna hiyo. Anasamehe, yani kuna mtu asamehi. Kasikiliza kisa cha Pastor Sembo wakati anatafuta mchumba. Mchumba wa kwanza waliachana kwa sababu hiyo. Amepanga kumuoa kabisa, lakini yule binti ni kwamba anawachukia baadhi ya ndugu zake. Mwambia sasa, rekebisha. Nimeenda nikirudi nikute umefanya nini? Umewasamehe, mmeamaliza, mmeongea. Anarudi vipi? Mambo yakoje? Nadhani waliohudhuria summit ya Iringa walisikiliza hiki kisa. Mwambia kwamba umesamehe, mmeamaliza. Hapana, hamuna ndoa. Ndoa ikaishia pale pale. Kwa nini? Kama ndugu yako amekukosea, umeshindwa kumsamehe, mimi ambaye siye ndugu yako tukiingia kwenye ndoa nikikusamehe siku hiyo, utanisamehe kweli? Utanisamehe? Mna ndoa haipo. Kwa hiyo ndoa ikawa imeishia pale. Kwa mdada, chukua hii, chukua vitu, na wewe mkaka chukua nini? Samehe, hautamuoa. Haya. Unadhani ni msema kweli kiasi gani? Kuna wengine ni waongo kwenye mahusiano. Hajafanya hivi lakini anatafuta sababu, labda kuna kitu mlipanga mfanye hivi, lakini kwa sababu ameshindwa kufanya, sasa namna ya kujitetea anakuwa muongo. Alafu unakuwa muongo unayemdanganya. Huenda yeye unajua tunatofautiana kwenye uelewa. Wewe unavyomuelewa ni tofauti na jinsi alivyo. Yaani yeye anaelewa kabisa, anaweza sawa. Anyway, sawa. Lakini anaelewa kabisa huyu anadanganya. Au
Unaweza ukadanganya hivyo, mwisho wa siku akaanza kufuatilia taratibu, akagundua ulikuwa unamdanganya. Sasa akigundua ulikuwa unamdanganya, unaanza kujipunguzia nini? Unashusha heshima, na mwisho wa siku unapoteza kile ambacho ulikuwa umekusudia ukifanya. Je, anapenda kufanyiwa kila kitu? Yaani kuna mtu angalia, je, anapenda kufanyiwa kila kitu au na yeye kuna vitu anajitolea? Basi ndio wanaume sawa, mimi ndio, wewe wa kike ni wa kiume. Sasa wewe kila kitu ni jukumu langu kweli? Maana yake kuna vitu na wewe utakiwa acha tu, hiki nafanya mwenyewe, si ndio? Mabinti mwe hivyo, watu wa namna hiyo. Usionekane kama mzigo. Unaweza ukaona kama nachukia tu chumba unavunjika bila kujua, yani unavunjika ghafla. Sasa mimi nimekuaje sasa? Kumbe jamaa amekuelewa vizuri, ameona sasa huyu nikimwoa atakuwa mzigo, ameshakuwa mzigo kwenye uchumba. Kwenye ndoa haiwezekani. Ndoa haipo. Alafu hajakwambia kwa sarako, amekwambia tunaona kwa mienendo hii tuishie tu hapa. Ishie hapa. Kila mtu atafute mtu ambaye wendo ataendana. Mwisho wa siku hujui kosa lako ni nini. Unajikuta unapoteza. Lakini pia chagua mwenye shauku ya mafanikio. Yaani kuna mtu kuna mtu yani amerizikaga tu jinsi alivyo yani. Yaani amerizika, hatamani hata kupiga hatua hadi wewe ndio umwambie, sasa na sisi tuangalau tufanye tu tupatepo hiki. Hana huo hivi kweli Yaani ndio unamwamsha kama usingizini. Ila imaanisha watu wa namna hiyo msionani. Kama ni rafiki yako muelekeze, na wewe unapenda kufanya hivyo basi. Wewe unajishughulisha na wewe. Halo? Ili na yeye angalau ajue kosa, ajue na liliko. Na watu sio wote wanajiongeza. Kwa hiyo lazima mwe mnaambizana. Kilele cha uchumba siku zote ni ndoa. Kilele cha uchumba siku zote ni nini? Ni ndoa. Maana ya ndoa ni kipindi ambacho watu wawili wanaingia katika maagano na viapo vya kuwa mume na mke na kuishi pamoja. Watu wawili wenye jinsia tofauti. Kwa hiyo mkishafanya uchumba, lakini mwisho wa siku tunategemea mfanye nini? Muoane. Ni kipindi ambacho kila mmoja huwajibika kumtosheleza mwenzake. Kipindi cha ndoa ni kipindi ambacho kila mmoja huwajibika kumtosheleza mwenzake mahitaji yote ya unyumba. Mwisho wa kunukuu. Uchumba uliopaliliwa vizuri hufanya unyumba kuwa mtamu mno. Uchumba uliopaliliwa vizuri unafanya unyumba kuwa mtamu vizuri mno au vizuri sana. NB, ndoa inaadhimishwa na unyumba na inasimikwa kwa maagano mawili. Agano la kwanza ni agano la maneno na agano la pili ni agano la damu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa inaathimishwa kwa maagano haya mawili. Agano la kwanza ni agano la maneno, maana yake kanisani, kwa mfano nitakuwa naye, watu wanaapa wamekuwa wakiapa, si ndio? Hata wakati hata shida na raha tufanyaje, mnaagana pale. Yaani lile ni agano, ile ni ahadi. Mungu anakuwa anasikiliza hicho kitu mnachoahidiana. Hilo ni agano. Agano la pili ni agano la damu. Ni agano la nini? Bwana Yesu asifiwe. Agano la damu ni agano la pili na ni muhimu sana. Lakini agano la maneno pia tunaliangalia. Mwanzoni kabisa Adamu wakati anapozungumza pale, nyama sui katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu, wanaidiana kule, si ndio? Mwanzo inazungumzwa hapo. Kijana anapovunja ubikira wa binti wakati wa kujuana kwa mara ya kwanza baada ya harusi, hilo ni agano la pili ambalo ni agano la damu. Ni agano ambalo kijana anavunja bikira ya binti baada ya kuwa amefanya ndoa, baada ya kuwa amefunga wanafunga ndoa, wanapomaliza harusi yao sherehe, unakuta baada ya hapo usiku wanaenda. Kwa hiyo wakishaenda, maana yake kitendo cha kuvunja ule ubikira. Bikira ni nini? Bikira siwezi nikauelezea. Lakini akishavunja ubikira, lazima kuna agano pale linakuwepo, damu inamwagika. Kwa kama kuna damu inamwagika, sijawahi kuiona. Damu kama inamwagika, maana yake hilo ni agano la nini? La pili ambalo ni agano la damu. Kuna maagano ya namna hii mbili, ambayo agano la kwanza ni la maneno, tunaanza kuangalia kwa damu, lakini pia huwa linaanzia kanisani, mnafunga ndoa. Baada ya hapo agano la pili, agano la nini?
Sasa kwa mtu ambaye sio bikira, anamlazimisha mume wake afanye agano la namna moja tu la maneno ambalo halina uzito sana. Wakati mwingine agano la damu ni agano ambalo kianzia huko nyuma, jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanya tohara. Niongee tu kwa haraka. Tohara ilikuwa ni agano, jinsi ambavyo walivyokuwa na mabinti walivyokuwa na, ni ngumu kumeza, si ndio? Naomba nanili tu hapa, naomba nisome hapa. Naam, tumeshaangalia agano la maneno hapo, hizo kaangalia hapo. Mwanamwali, yani bikira ni mwanamwali, kwa hiyo unakuta hajamjua mtu mume. Halo, na mimi nawaachia swali. Je, wale ambao unakuta na watu wanasema kwamba alikuwa anaendesha baisikeli, alikuwa anaendesha nini? Je, yule vipi? Na mimi nawaachia swali. Hiyo ni assignment, hiyo ni individual assignment, kila mtu akafanya. Huyo ni mtu wa namna gani? Lakini katika Malaki 2:13 hadi 16 tunaona maagano ya ndoa, kwa Mungu anakuwa ni shahidi siku zote kwenye agano la damu. Sasa katika taifa la Israeli ambalo Mungu na matakwa yake vilijifunua, mwanaume ni Mwisraeli kweli iwapo alitahiriwa siku ya 8. Kwa hiyo alipokuwa anatahiriwa, maana ukisoma katika Wafalme wa 12:1-5 hapo utaangalia hapo, mtoto wa kiume siku ya 8 alitahiriwa, alikuwa na agano la damu na Mungu wa Israeli. Kwa hiyo kuwa sasa yeye ni mwanaume katika Israeli awezaye kuzaa watoto wacha Mungu wa Israeli kupitia kwa bikira wa Israeli. Kwa ili binti wa Israeli awe binti kweli kweli mwenye heshima ya kuzaa Waisraeli wengine, alipaswa awe bikira. Kwa nini bikira? Ni kwa sababu kijana mwenye agano la damu na Mungu wa Israeli kwa tohara anaweza tu kuingia agano la damu na binti wa Israeli aliye bikira kwa kuvunja ubikira wake. Ndivyo ilivyokuwa. Ni kwa njia hii tu tunaweza kuingia katika agano la damu la ndoa na kufanywa kuwa mwili mmoja. Kwa mwili mmoja unafanywa mnapokuwa mnafanya hilo agano. Katika Walawi 21:7-8, 13-15, makuhani kwa sababu wao wanasimama mbele za Mungu na kushika sadaka za Israeli, basi waliamuliwa wasioe msichana yeyote asiyekuwa mwanamwali, yaani msichana asiyekuwa bikira. Kwa hiyo waliamuliwa waweze kufanya hivi. Sasa hii ni muhimu sana kwa kanisa kwa sababu Biblia inasema kuwa kila mtu aliyeokolewa na Yesu ni kuhani wa muda wote mbele za Mungu. Na tumeangalia makuhani walikuwa wanaamuliwa wake wa namna gani? Mabikira, wanawali ambao hawajawajua watu waume. Kisoma katika Petro wa kwanza 2:5-9 kwamba na hivyo hapaswi kuoa binti asiyekuwa bikira. Ukisoma Ufunuo 5 taangalia, utakuwa unapata vitu kama hivi. Kwa sababu tu ya muda naomba niende haraka, kuna vitu hapa. Hebu fikiria juu ya mwanamke aliyeolewa ambaye hakuwa mwanamwali wakati wa kukutana kwa mara ya kwanza na mumewe, yaani alimjua mwanamume mwingine kabla ya ndoa na kuondoa wanawali wake. Huyo aliyemwondolea wanawali wake ndiye ambaye ana agano la nini? La damu yake. Yaani huyu aliyemtoa bikira ndo ana agano naye la damu. Hivyo basi anatakiwa amuoe. Kwa mume aliye naye kwa sasa labda ameolewa na mwanaume mwingine, wana agano la maneno tu. Je, ni sahihi kusema kuwa mama huyu anao wanaume wawili? Kwa mfano alikutoa bikira mwingine akakuoa mwingine, nikwambia kwamba wewe una wanaume wawili, ni sahihi? Si una maagano na watu wawili tofauti, maana yake hapo ni sahihi, sio sahihi? Hiyo ni assignment ukafanye.
Okay, kwa sababu ya muda wetu naomba nifupishe kidogo tu, ila naomba muda kidogo. Sasa nifanyeje? Ukiona kuwa unao uhitaji wa kufanyia kitu maisha yako ya unyumba, basi jua kuwa fundisho hili halikujua au halikuja kwa bahati mbaya mikononi mwako, limekuja kwa wakati wake kabisa. Ndiyo, kama umekwisha kuvunja ubikira, ama kuna binti ambaye labda ubikira wake ulishavunjika, bado una nafasi, unaweza ukamrudia Mungu. Labda umekuwa tayari katika unyumba kabla ya muda na mambo hayaendi, na unajua kuwa uliingia na agano la damu tayari kwa mtu mwingine, unahitaji matengenezo. Haleluya! Labda unatamani kuingia katika unyumba, lakini tayari unalo agano la damu na mtu mwingine, unahitaji matengenezo. Nenda kwa Mungu na zungumza naye kwa uwazi kabisa. Isaya 43 kuanzia fungu la 25, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. 26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Lakini pia Hosea 6:1 pamoja na Isaya 40:27 hadi 31, Mungu ndiye pekee awezaye kukuganga vidonda vyako vyote na kurejesha ujana wako uwe kama tai. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alisema katika Isaya 1:18-20 kuwa tusemezane naye. Kwa hiyo tunavyosema njoo nisemezane, dhambi zenu zilipokuwa nyekundu sana, nadhani tunafahamu. Kwa hiyo hata kama dhambi zetu zinatufanya kuwa na hatia wekundu kama damu, atazifuta tuwe weupe kama seruji. Hata ama labda kama zinatutangaza kama bendera nyekundu, Mungu yuko tayari kuzifuta tuwe weupe kama sufu. Haleluya! Anasema kuwa anatafuta tu nafasi inayo ndugu mwenye ufahamu wa kiungu awezaye kukuelewesha na kukusaidia muingie wote kwa Mungu, atamtumia kuiondoa hiyo sanda. Soma katika Yohana 11:41. Kwa hiyo ni nira kwa kuombea upako wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndiye awezaye kuivunja nira ya mwanamume yule juu yako na kukurejesha katika maagano na mume wako wa halali. Haleluya! Isaya 10:27. Tunapomalizia, kuna maswali unaweza ukabaki nayo, lakini kwa maswali ambayo mko nayo mtauliza kesho kwa sababu ya muda, au yaandae, tutayauliza au utatuma kwa namba yangu alafu tutayajibu. Kwa hiyo kwa wakati ambao tuko katika uchumba au tuko katika ujana wetu, sio wakati ambao ni wa kuchezea. Tumejifunza ya kwamba ujana tulionao, kama ulikuwa hujaribiwa labda au tayari kama ulikuwa hujaribiwa, basi ni wakati ambao unatakiwa uweze kuwa makini sana. Sisi kama vijana wa Kiadventista tunatakiwa tuwe safi, tuwe nuru, lakini pia tuwe mifano ya kuigwa kwa wengine. Kumbuka, unapokuwa unavaa ile shera nyeupe ile, hakikisha wewe ni bikira. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kuvaa ile shera sio fashion, wala sio kwamba uonekane kwamba ni vizuri. Unapovaa ile shera nyeupe unapiga maana yake wewe ni bikira, unatangazia watu kwamba wewe ni bikira safi. Sasa kama unavaa shera alafu ulishavunja ubikira wako na hujafanya chochote kuhusu mapatano na nini, maana yake hiyo shera unaihujumu. Haleluya! Umewahi kuangalia, kuna watu ambao walikuwa huenda wajui, lakini kuna watu ambao wanafahamu. Akifunga harusi, akifanya harusi, anajua kabisa sio bikira na anaelewa vizuri haya. Hawezi akavaa hiyo shera nyeupe, hawezi akavaa. Wanavaa tu kawaida, anavaa vizuri, wanafunga, wanatembea. Ila ni wachache wanaoelewa, kwa sababu wengi hawafahamu. Ila anayetakiwa kuvaa hiyo shera nyeupe ni mtu ambaye ni bikira. Kwa hiyo tuza ubikira wako ije uwe faida kwa mume wako. Wakati mwingine pia unapoingia kwenye ndoa, muda mwingine haya maswali magumu sana, mume kukuuliza hivi wewe ni bikira? Umeingia kwenye mahusiano, mchumba wako kuuliza hivi wewe ni bikira? Hivi unao bikira wako? Ni swali ambalo pia ni ngumu, si ndio? Sasa kama wewe sio bikira, mnaingia kwenye ndoa, siku ya kwanza hiyo mmemaliza kufunga ndoa, mmeenda nyumbani, lazima mfanye, si ni kweli? Lazima muweke agano hapo, mnaenda kulikamilisha agano la pili. Mwanaume anagundua kwamba wewe sio bikira, ndoa inaweza ikavunjikia pale pale, ila ikaendelea tu kudumu.
basi tu nitafanyaje? Wachungaji wanajulikana kanisani na ushirika na nini, nitavunja. Kwa hiyo unakuta upendo unaanzia pale kupungua. Mwanaume hata kupenda, anakuwa anakupenda tu basi, kuna wakati yani hana muda na wewe, bora ashinde kazini, ana mbona kabisa, yani mbona nilikuwa namuona kama ya kanisani hamna, na yeye anaprove. Alikuwa amini kama hakuna mabikira, kwamba kuna watu wanasema kwamba hakuna mabikira kanisani, yani ni ngumu sana. Wanasema vijana wa chuo kwamba binti hawezi kuvuka hapa. Sasa na yeye anasema kumbe ni kweli. Yaani ni kweli kabisa, nimeambia chuoni hakuna mabikira. Kwa hiyo unakuwa umemprovia na yeye unaongeza evidence. Lakini tunaamini mabikira ni wengi. Haleluya. Hata mabikira ni wengi sana. Haleluya. Mbarikiwe mno, tunzeni ubikira wenu, simameni. Somo letu lilikuwa refu sana. Huenda ni kwa sababu pia tumeanza na maswali ya jibu. Lakini kwa kifupi tu nadhani tumepata vitu. Tumuombe Mungu atusaidie. Chezea mahusiano acheni. Kama una mpango na wewe kijana, bora mwambie atafute mtu mwingine. Haleluya. Si anapoteza muda tu. Unakuja kumwambia mwishoni ameshapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Haya.